Leo tumekuja katika kazi ile kama ajenda yetu inasema hatupoi, kazi inaendelea. Kuna changamoto kubwa sana katika kata hii ya Mafizi, hasa katika daraja la Kitomondo. Kwa hiyo tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, ametoa fedha zaidi ya shilingi milioni 369 kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili la Kitomondo. Lakini hata hivyo tumekuja kufanya ukaguzi hapa, lakini baada ya kuona spidi hairidhishi, ilibidi tutoe maelekezo maalum kwamba kazi iende kwa kasi na swala zima la umwagaji wa nguzo uanze kuendelea. Na tukatoa deadline la leo. Hii ndio ilikuwa siku ya kumwaga nguzo. Nikiwa mbunge wa jimbo Kisarawe nimefarijika sana kwa sababu leo hapa wakandarasi ameleta vifaa vyote na kazi ya umwagaji nguzo inaendelea. Imani yetu kubwa sasa, safari ya kwenda kukamilisha daraja la Kitomondo linaweza kufikiwa. Tufahamu kwamba daraja hili ni muhimu sana, kiunganisho kikubwa sana kati ya tarafa ya Mzenga, kata Mzenga na kata ya Mafizi. Bila daraja hili wananchi huwa wanateseka sana. Wengine wakati mwingine maji yanakatisha hapa, watu wanakuwa wamegawanyika. Inabidi mtu abaki upande mwingine wa pili hata kama makazi yake yako upande mwingine. Kwa hiyo hii ni ufumbuzi katika kata hii ya Mafizi. Nifarijike sana na timu ya wananchi wote kutoka kata ya Mafizi na kata ya Mzenga ambao hakika leo tumejumuika kwa pamoja kuhakikisha kwamba kazi hii ambayo imekuwa ni kero kubwa sana kwa wananchi wa eneo hili leo hii inapata ufumbuzi, na mwisho wake ni kwamba mara baada ya umwagaji nguzo hapa kazi ya kujaza ya kuweka slab itafuatilia. Tuna imani kwamba ndani ya wiki hizi mbili zitakuwa tumeshakamilisha na uwekaji wa slab. Mwisho wa siku kwamba kuhakikisha daraja hili sasa hata mvua ikija liweze kuendelea katika swala zima umaliziaji ya hatua za mwisho kwa ajili ya wananchi waweze kupata huduma vizuri. Binafsi nikiwa mbunge wa jimbo la Kisarawe nimefarijika na kazi kubwa hasa leo hii inavyoendelea, lakini hata hivyo nimtake mkandarasi sasa kazi ya leo tunaenda kuifanya isiishie hapa. Kazi kubwa ya usukaji wa nondo kwa ajili ya slabu iendelee, na mwisho wa siku ni kwamba ikifika Jumatatu ijayo kazi ya uwekaji wa slabu sasa iendelee. Lengo kubwa ni kwamba zoezi la kwenda kukamilisha daraja hili la Kitomondo ambayo imekuwa ni kero kubwa sana kwa wananchi wa kata ya Mafizi kwa kipindi chote hichi. Jina naitwa Omari Asumani Fupa. Kweli changamoto kama ilivyokuwa mara kwanza, daraja lilikuwa daraja lakini ilikuwa aza sana kwa sisi wapita na miguu au pengine gari bodaboda, maana hapa maji yakijaa yani mpaka mtu anabebwa anavukishwa ng'ambo, na pikipiki vile vile inabidi utoe hela uvukishe ng'ambo, mpaka gari ilikopo adhabu sana, yani kwenda ng'ambo au kwenda ng'ambo ya huku. Kwa hiyo mimi ninavyoona jinsi hali halisi ujenzi kama hivi unaendelea, tunashukuru. Najua ile adha ya kwanza itaisha bila matatizo. Kwa kweli tulikuwa na changamoto kubwa sana, yani hapa kama mvua zikinyesha maji yani yanavuka daraja mpaka maji ile daraja uwezo kaliona. Kwa hiyo mtu anaenda kwa wasiwasi, anaweza kadumbukia. Kwa hiyo mpaka wale watu ambapo walikuwa wanavukisha watu hapa walikuwa wanapata ajira kutokana na changamoto kama hiyo. Kwa hiyo pikipiki walikuwa wanavukisha si shilingi 5,000 si shilingi 7,000. Kwa hiyo daraja jinsi linavyotengenezwa hivi, yani nashukuru sana. Na wazungumzaji viongozi wa serikali wanaoongoza serikali kwa sasa, unapoona jitihada za viongozi za kujenga daraja hili ili kukwamua changamoto hizo? Kwa wastani yani nashukuru ngazi ya serikali na Mheshimiwa Jafo kutokana na jinsi ameleta changamoto na mpaka kuona kwamba hapa adha kubwa ambapo wananchi zake wanapata shida. Kwa hiyo naweza nikashukuru kwa serikali nzima, nashukuru sana kutuletea daraja kama hili. Leo tumekuwa katika zoezi kubwa la uwekaji wa nguzo katika daraja letu la Kitomondo. Binafsi kwanza naomba niwapongeze wote, niwapongeze wananchi na viongozi wa kata ya Mzenga na kata ya Mafizi kwa sababu toka asubuhi tulikuwa pamoja. Lakini wapongeze sana wenzangu wa TARURA tulichokubaliana ambao leo tumekifanya, lakini mpongeze sana mkandarasi na mshauri. Toka asubuhi wameleta mitambo hapa, imeonyesha seriousness katika kazi hii. Binafsi kwa kazi hii ya leo nimeridhika sana. Sasa maelekezo yangu ni kwamba siku ya Alhamisi wiki ijayo, manake ni tarehe 5, zoezi hili litaendelea tena hapa kwa sababu kazi hii iko katika awamu kadhaa. Leo ilikuwa awamu ya kuweka hizi pillars, hizi nguzo, lakini baada ya hapa watafanya kazi ya formwork, kutengeneza kazi vizuri, kusuka nondo. Lakini matarajio yangu ni kwamba itapofika Alhamisi wiki ijayo tunakuja kuliamsha tena hapa, kuja kazi ya kuhakikisha kwamba tunamwaga slabu hiyo na kuweza kumaliza. Kwa hiyo mkandarasi na mshauri, lakini na TARURA, maelekezo yangu ni kwamba wiki ijayo Alhamisi tunarudia katika awamu hii katika kazi hii kubwa ya kuweza kuhakikisha tunamwaga slabu hapa. Kwa hiyo ina maana kwamba hata mvua ikinyesha tutakuwa tumehakikisha mradi huu tuko katika eneo salama. Lakini mshukuru sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kisarawe ndugu Halfan Shabani Sika, toka siku ile mpaka leo hii anasimamia utekelezaji wa ilani katika eneo lake hili. Binafsi nimeridhika sana. Otherwise
niwatakie kila la heri, tuendelee kuchapa kazi. Kazi inaendelea hapa, hakuna kulala. Kazi iliyobakia usiku huu tutaweza kumaliza, lakini Alhamisi tutakuwa hakikisha kwamba tunakuja kumwaga slabu, na hii itakuwa ni ukombozi kwa wananchi hasa wa kijiji cha Nanyi, kijiji cha Mafizi, Gwata na Dololo, na hali kadhalika wale wa Morogoro vijijini ambao kutoka Mabutale wengine wanavuka kupita maeneo haya, na daraja hili la Kitomondo ndio kiunganishi muhimu sana kwa maeneo haya. Binafsi nikiwa mbunge wa jimbo hili nimeridhika sana, nimeona juhudi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa tumeitendea haki mradi huu zaidi ya shilingi bilioni 369 ambao kazi yake inaendelea hapa. Kwa hiyo wakandarasi niwashukuru sana, mshauri nikushukuru sana, TARURA nikushukuru sana, na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi niwashukuru sana. Asanteni sana. Binafsi nimeshukuru na hii kazi kubwa, na hasa juhudi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, uwekezaji huu wa milioni 359 ambao unaenda kukwamua wananchi wa vijiji vile vinne nilivyosema, kijiji cha Nyani, Gwata, kule Ving'andi, Mafizi, lakini hali kadhalika wananchi wa Morogoro vijijini. Kazi hii ya Kitomondo inaweka historia ya juhudi kubwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuweka katika muda mfupi milioni 359 sio jambo dogo. Kwa hiyo binafsi tunamshukuru sana, na tunasema kwamba sisi wana Kisarawe tumejipanga kuhakikisha miradi yote ya maendeleo katika ukanda huu tuhakikisha tunasimamia. Lengo kubwa wananchi wetu waweze kuona fursa ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6, na sisi tuko katika ngazi hii ya ubunge, lakini wananchi wenzangu tuhakikisha tunasonga mbele. Binafsi lakini niseme wakandarasi waendelee kuchapa hii kazi. Mwanzo spidi ilikuwa sio nzuri, lakini sasa tumeridhika. Kazi inaenda vizuri. Imani yetu kubwa ni kwamba mradi huu sasa utaenda kukamilika kama ambapo mpango katika mkataba unavyoelekeza. Asanteni sana.